Wapendwa katika Bwana, karibuni katika tafakari ya Jumapili ya tatu ya Pasaka. Somo letu la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 14 wa 22 hadi wa 28, na somo letu la pili linatoka katika waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa watu wote, ile sura ya kwanza mstari wa 17 hadi wa 21, na injili ya wiki hii inatoka Luka sura ya 24 mstari wa 13 hadi wa 35. Na mada kuu katika wiki hii ni kwamba kaa nasi. Wapendwa katika Bwana, kwa kufufuka kwake Bwana wetu Yesu Kristo, tunaona ya kwamba Kristo anaanzisha maisha mapya kwa ajili yetu, na anaandamana na sisi katika safari ya maisha yetu ya kila siku pale tu tunapomsihi akae na sisi. Tutaona ya kwamba katika somo letu la kwanza kutoka Matendo ya Mitume linatoka katika mojawapo ya hotuba kuu 6 za Petro kwa Wayahudi, na kwamba msingi wake ukiwa ni ukweli kwamba Kristo yu hai, yaani Kristo amefufuka. Katika simulizi la Injili tunaona ya kwamba Luka anasimulia kuhusu safari ya wale wanafunzi waliokuwa natoka Yerusalemu kuelekea kijiji jirani cha Emau. Tunaona ya kwamba kuna mafundisho ya kina zaidi katika Injili ya wiki hii. Tutaona mambo makuu juu ya uwepo endelevu wa Yesu, hasa katika maandiko na katika Ekaristia. Tunaona pia kwamba somo kutoka kwa waraka wa Petro linazungumzia gharama kubwa ambayo ililipwa kwa ajili yetu sisi wanadamu, kwa ajili ya uhuru wetu na wajibu wetu wa kuishi vizuri na ipasavyo. Wapendwa, nikiendelea kulipanua zaidi somo la kwanza ambalo linatoka katika hotuba ya Petro. Hii ni hotuba ya kwanza kama nilivyosema kati ya hotuba 6 za Petro za uinjilishaji sasa wa mwanzo kabisa katika Matendo ya Mitume, ambapo tunaona kwamba habari njema ya Yesu Kristo inatangazwa kwa mara ya kwanza kwa nguvu na kwa uwazi wa mitume. Katika hotuba hii kwa Wayahudi wenzake, Petro sasa anasimama na anawasihi akisema kwamba Yesu ni Masihi aliyeahidiwa, ambaye historia yote ya Israeli ilikuwa ikimsubiria na kumwelekeza kwake. Tunaona pia kwamba hotuba hii ya Petro ni tangazo la kwanza la uinjilishaji linalotangaza kifo na ufufuko wa Kristo, ya kwamba kama kiini cha wokovu sasa, na inatufundisha kwamba yote yalitokea kulingana na mpango wa Mwenyezi Mungu. Hivyo kifo cha Yesu si kushindwa, bali ni utimilifu wa mapenzi yake Mungu wetu. Na ujumbe katika hili somo kwetu sisi sasa, tunaona kwamba Mungu anatekeleza mpango wake ambao alikuwa amemwahidi mwanadamu, ya kwamba wokovu kupitia Kristo aliye kifo na ufufuko kwake, na sisi tunaitwa sasa kumwamini na kumshuhudia huyu Kristo mfufuka. Wapendwa, tutajikita zaidi katika somo la Injili. Tunaona ya kwamba sasa Kristo anaishi katika hali ya utukufu iliyo juu ya mipaka ya kawaida ya kibinadamu, na Injili inaonyesha kwamba simulizi la wanafunzi hawa wawili waliokuwa natoka Yerusalemu kuelekea kijiji jirani cha Emau, Cleopas na mwenzake. Kwa nini kwanza walitoka Yerusalemu? Walitoka kwa sababu ya kukata tamaa na kwa mazungumzo ambayo yalikuwa yanaendelea kuhusu ufufuko, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini wakiwa njiani, Yesu anaungana nao, na tunaendelea kuona kwamba wanafunzi walipokuwa wanaondoka kutoka Yerusalemu walionyesha hali ya kukata tamaa na kuyumba katika imani. Hata sisi wapendwa katika Bwana, tunapokata tamaa, mara nyingi tunaweza kuondoka ama kutoka katika njia ya imani, kutoka katika sehemu ya Mwenyezi Mungu. Yesu anawakuta njiani, anasikiliza huzuni zao ambazo walikuwa wanaelezana nazo, na kisha anawafundisha. Hii inaonyesha ya kwamba huruma ya Mungu ni endelevu. Tukiendelea kuangalia hili somo la Injili, tunakutana na ukarimu wa hawa wanafunzi. Wakiwa wakielekea katika kijiji cha Emau, walikutana na Yesu. Yesu ndo aliungana nao. Yesu mwenyewe aliwasogelea na kwanza kutembea nao. Akiwa anatembea nao, Yesu alianzisha mazungumzo akiwauliza kwanza swali, je, mlikuwa mnajadili nini? Mlikuwa mnajadili kuhusu nini njiani?
Kwa njia hii aliwakaribisha kueleza huzuni na mawazo yao, kisha akaendelea kuwaelekeza kwa kuwafunulia maandiko matakatifu. Tunajifunza ya kwamba kuwa Yesu hukutana na sisi katika maisha yetu ya kila siku, hukutana na sisi katika hali zetu za maisha ya kila siku, katika shida zetu, katika furaha zetu na katika hali zote za maisha. Yesu anaonekana kama kwamba anaendelea sasa. Wakati wanaongea walifika sehemu ambako wao walitakiwa wakatishe, lakini Yesu alionyesha kana kwamba anataka kuendelea na safari yake. Baada ya kufika karibu na kijiji hicho, alifanya hivyo kwa njia ya kuwapa nafasi wao wenyewe ya uhuru na kuamua kwa imani yao. Hivyo wanafunzi hawa waliweza kusema, kaa nasi. Hii inaonyesha kwamba Mungu hahimizi wala halazimishi, bali huacha mtu, humpa uhuru au kumwalika sasa yeye mwenyewe kupitia upendo na uhitaji wa ndani kabisa. Yesu anapoalikwa, ingawa hawa wanafunzi hawakumtambua, kwa sababu walihisi utulivu na upendo wao ndani ya mioyo yao alipokuwa akiwafafanulia maandiko. Pia kulingana na mila na desturi ya Kiyahudi, tunaona kwamba ukarimu wa kila Myahudi ulikuwa unapaswa kumkaribisha mgeni. Kila msafiri alikuwa anapewa nafasi ya kukaribishwa, jambo la kawaida na la heshima. Hivyo waliweza kumkaribisha kama kwamba mgeni lazima akaribishwe. Lakini zaidi ya yote, Roho wa Mungu alikuwa akiwaongoza taratibu hawa wanafunzi ili waweze kumkaribisha Kristo bila wao kujua. Tunaona pale ambapo walipomkaribisha, walienda kukaa pamoja naye katika chumba. Jambo lililotokea ni wakati wa chakula sasa. Baada ya kumwambia Yesu, kaa nasi, waliingia naye ndani, wakaketi pamoja na kumega mkate. Hapo ndipo Yesu aliweza kujidhihirisha ndani ya macho yao na kuwafungulia, akajitambulisha kwao. Wakamtambua kuwa ni Yesu mfufuka. Mpendwa, tunaona lakini mara moja wakatoweka, wakarudi Yerusalemu. Kutoweka mbele yao, nao wakajawa na furaha na kukimbia kurudi Yerusalemu, kushuhudia na kuambia au kukimbia kwenda kuinjilisha sasa kwa wengine kuhusu ufufuko wake, kujidhihirisha hasa katika ukarimu na Ekaristi. Hivyo anapotambuliwa kwa imani, kubadilisha huzuni kuwa furaha na ufanya tuwe mashuhuda wake wa ufufuko. Tunaona ya kwamba Yesu pale tu anapotambuliwa, Yesu anatoweka. Hivyo tukio la Emau linakuwa si tukio la kihistoria tu, bali pia ni kielelezo cha maisha ya kanisa. Kristo mfufuka anaendelea kujifunua katika Ekaristia, ambapo neno lake linafungua akili na mkate unafungua macho ya imani. Katika kushiriki chakula hiki, waamini wanaingia katika ushirika wa ndani na Kristo aliye hai. Tunaona kwamba wakipata nguvu ya kiroho na mwanga wa kumtambua katika maisha yao ya kila siku. Hivyo basi, Ekaristi inakuwa mahali pa kukutana na Yesu mfufuka, ambapo huzuni hubadilishwa kuwa furaha na mashaka kuwa imani thabiti. Na wafuasi hawa waliweza kuwa mashuhuda wa tumaini na ufufuko wake hapa ulimwenguni. Hivyo basi, Wakristo hawa wafuasi wawili wakawa mashahidi wa ufufuko, wakirejeshwa na uwepo wa Kristo mfufuka katika maandiko, kumega mkate na ukarimu. Wanafunzi hao wawili walirudi Yerusalemu, ambapo pamoja na mitume wengine wanakuwa mashahidi wa ufufuko. Wapendwa, watatangaza Kristo halisi, lakini anayetambuliwa kwa imani tu, na kwa vizazi vijazo atakutana nao katika sasa maandiko, katika Ekaristia, katika upendo na katika maisha yao ya kila siku. Wapendwa katika Bwana, kaa nasi ni maneno ambayo yalikuwa hatua ya mabadiliko katika safari ya imani ya wanafunzi. Walianza safari yao wakiwa wamekata tamaa, yaani walikuwa wamekata tamaa na kuonyesha nyuso za huzuni, lakini walimaliza wakiwa na imani yenye shauku. Mabadiliko yalianza walipoonyesha kujali mgeni njiani. Kila mtu katika hadithi ya Emau, kinachofaa moja kwa moja katika maisha yetu ya Kristo leo ni hiki, kwamba lazima tumkaribishe
Yesu, tukisema kaa nasi. Kama mtaguso mkuu wa pili wa Vatikano unavyofundisha, tunakutana na Kristo katika maandiko matakatifu. Tunakutana na Yesu katika Ekaristi, safari ya maisha ya kila siku. Pia katika mazungumzo ya undugu, ukarimu kwa wahitaji pia ni mojawapo ya njia kukutana na Yesu. Tunaona kwamba neno la Mungu ni sakramenti, ishara ya nje inayotupeleka kwa Kristo. Lakini je, tunalisikiliza neno hilo kwa ujasiri na kwa imani? Je, wasomaji wetu pia wanaelewa umuhimu wa kulichanganua neno? Ujumbe wa Emau ni kwamba Kristo mfufuka hutembea nasi katika safari ya maisha. Hutufungua akili kupitia neno lake na Ekaristia, na kubadilisha mashaka na huzuni kuwa imani, kuwa furaha, na utume wetu kuwa ushuhuda wake wa ufufuko. Huo ndio ujumbe wa Emau. Wapendwa katika Kristo, Kristo mfufuka yupo pamoja nasi katika neno, katika Ekaristi, katika safari yetu ya maisha ya kila siku, katika wagonjwa, katika wahitaji, na anatuita sasa kumkaribisha, yaani kaa nasi, ili tubadilishwe kutoka katika kukata tamaa hadi kuwa mashahidi wa tumaini la ufufuko. Wapendwa, nipende kuwatakia Jumapili yenye baraka na Jumapili njema kwenu, na tumsifu Yesu Kristo.